anaendelea Ibn Hisham anasema wa misalu ma buniya minha ala al-fathi, na mfano wa ile ambayo imejengwa katika asmaul af'al juu ya fatha amin bimaana stajib, lamma thaqula bikasri al-mim wa bilya'i ba'daha buniya ala al-fathi, zama kulipokuwa na uzito kwa sababu ya uwepo wa kasra kwenye mim na kwa sababu ya uwepo wa ya baadaha, baada ya hiyo mim buniya ala al-fathi, ikajengwa hiyo amin juu ya fatha. Kama buniya aina wa kaifa ala alayhi, kama buniya aina wa kaifa alayhi lithiqa lilya, kama vile ilivyojengwa aina na kaifa juu ya fatha kwa sababu ya uzito wa ye, sababu tulisema ye ni thaqil. Wa fihi 4 lughat, na kuna katika hiyo amin lugha 4. Ihdaha, moja ya lugha hizo, amin bilmaddi ba'da alhamzati min ghairi imalatin, kwa madda, kwa maana kwa kuvuta baada ya hamza pasina imala. Imala yani الميل بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء، الميل بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء، يعني آمين آمين. هي ndio inaitwa imala, hiyo ndio inaitwa imala. Wallahu a'lam. Nadhani katika shadha al-urf Ahmadul Hamalawi ameutaja huu mlango, nadhani, hebu mtu arejee, nadhani, lakini sina uhakika. Anasema Ibn Hisham, ihdaha, moja ya lugha hizo, amin bilmaddi ba'da alhamzati min ghairi imalatin, kwa kuivuta baada ya hamza pasina imala, yani pasina kuisoma kwa sauti hii ambayo tumeitoa amin. Tayib, hiyo ndio inaitwa al-imala. وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا، na lugha hii ni lugha yenye wingi wa matumizi, lugha hii ni katika lugha zenye wingi wa matumizi. Walakin fiha bu'dun 'anil qiyas, lakini kuna katika lugha hii umbali wa kuepukana na qiyas, lakini kuna katika lugha hii umbali wa kuepukana na qiyas, kwa maana hadhihi lugha ba'idatun 'anil qawaid al-arabiyyah, lugha hii ya kuivuta amin baada ya hamza pasina imala, lugha hii pamoja na kwamba ina wingi wa matumizi, Waarabu wanaitumia sana lugha hii, wanasema amin, na hata sisi tukiitikia katika suratul Fatiha tuenda na lugha hii amin. Sasa pamoja na kwamba lugha hii ina wingi wa matumizi, lakini iko mbali na zile kanuni za lugha ya Kiarabu, iko mbali na zile kanuni ya lugha ya Kiarabu. Kivipi? Anasema, au kwa sababu gani? idh laysa fi lughati al-arabiyyati ismun ala fa'il, kwa sababu hakuna katika lugha ya Kiarabu jina lililo katika uzani wa fa'il. Wa innama dhalika fil asma'il a'jamiyyati ka Qabil wa Habil, na hakika si vinginevyo hilo la jina kuwa katika wazni wa fa'il ni katika majina yasiyokuwa ya Kiarabu, majina ya Waajemi au majina ya Kiajemi, ka Qabil wa Habil. Wa min thumma, na ndo maana na kwa ajili hiyo basi, zaama ba'dhum annahu a'jamiyyun, wakadai baadhi ya wanawavioni wa lugha ya kwamba amin ni Kiajemi. Wa ala hadhihi al-lugha qawluhu, na tuendapo na lugha hii ya amin, yani bilmaddi ba'da alhamzati min ghairi imala, qawluhu ni qawli yake malenga, ya rabbi la taslubanni hubbaha abadan wa yarhamu Allahu 'abdan qala amina, ewe Mola wangu ninakuomba usiniondoshe mimi penzi lake abadan, ninakuomba ewe Mola wangu, ninakuomba usiniondoshe mimi penzi lake abadan, usilinyofoe kwangu mimi penzi lake abadan.
wayarhamullahu abdan qala amina, na namuomba Allah amrehemu mja ambaye amesema amin, amesema amin. Na hii wao nadhani itakuwa ni wao ya istinaf. Naam, wayarhamullahu, hii jumla ni duaia. Naam, wayarhamullahu abdan qala amina, na namuomba Allah amrehemu mja ambaye amesema amin. Kwa hiyo mahallu shahid ni amin, amina, kuonesha ya kwamba lugha hii imethibiti katika matumizi ya Waarabu, na ndiyo lugha yenye wingi wa matumizi, pamoja na kwamba imetoka nje ya qiyas. Wathaniyatu kalula, na lugha ya pili ni kama vile lugha ya kwanza, illa anna al-alifa mumalatun lilkasrati ba'daha, isipokuwa tu ya kwamba alif ni yenye kufanyiwa imala kwenye kasra, ni yenye kufanyiwa imala kwenye kasra, kwa maana amin, amin. Waruiyat an Hamza wal Kisai, na imepokewa lugha hii kutoka kwa Hamza na al-Allamatu al-Kisai. Kwa hiyo lugha ya pili wanasoma kwa al-imala, amin. Tayib, والثالثة na lugha ya tatu, na bila shaka huyu al-Allamatu al-Kisai na Hamza hawa ndio nadhani kile qiraa chao wan najmi idha hawi, bila shaka inawezekana ikawa ni hivyo. والثالثة amin بقصر الالف على وزن قدير وبصير. amin hiyo lugha ya tatu, amin, amin بقصر الالف على وزن قدير وبصير, kwa kutoivuta alif juu ya wazni wa qadir na basir. Kwa kutoivuta alif, kwa maana kutojalia madda kwenye alif ukaifanyia alqasru ala wazni qadir wa basir. Qal, amesema malenga, amin fazada Allahu ma bainana bu'da, amin fazada Allahu ma bainana bu'da, amin nasi na azidishe Allah, namuomba Allah azidishe kile ambacho kipo kati yetu sisi umbali, namuomba Allah azidishe kile ambacho kipo baina yetu sisi umbali. Au inaweza ikawa si duaia, fazada Allahu ma bainana bu'da, bas akazidisha Allah kile ambacho kipo baina yetu sisi umbali. Hiyo maana maf'ulul awwal yazada, na bu'da ni maf'ulun thani yazada. Tayib, mahallu shahid amin, hiyo ni lugha pia imetumika, ni mabniyun ala al-fath. Wa hadhihi al-lughatu afsahu fi al-qiyas, na lugha hii ya al-qasru, qasru al-alifi ala wazni qadir wa basir, lugha hii ni fasaha mno katika qiyas, kwa maana lugha hii ya al-qasru ndio lugha ambayo inakwenda sambamba na sanjari na lugha na kanuni za lugha ya Kiarabu. Wa aqallu fi al-isti'mal, na ina uchache mno katika matumizi. Aqallu fi al-isti'mal ni lugha yenye uchache mno katika matumizi ya Waarabu. Waarabu tamko hili amin mara nyingi wanalitumia kwa kuvuta, hawatumii kwa al-qasru. Tayib, hatta inna ba'dahum ankaraha, mpaka ikapelekea ya kwamba baadhi ya wanavyuoni wakaipinga lugha hii amin, hii lugha ya al-qasru, ya qasru al-alifi, wakaipinga na kuikataa. Qala sahibu al-ikmal, amesema huyu mwenye kitabu al-ikmal, na kitabu hichi baadhi ya wanavyuoni wanakinasibisha kwa Nasiruddin al-Baydawi, lakini katika hashia ya Ubada nimeona yeye anasema ya kwamba kitabu hichi ni cha al-Qadhi Iyas, cha al-Qadhi Iyas,
si kama wanavodai baadhi ya watu ya kwamba ni cha Nasiruddin al-Baydawi. طيب قال صاحب الإكمال amesema صاحب الإكمال حكى ثعلب القصر amesimulia Tha'lab al-Qasr kwa maana Tha'lab amesimulia lugha hii akasema lugha hii ipo lugha ya al-Qasr yani qasr al-alif wa ankarahu ghayruhu na wakaipinga hiyo al-Qasr asiyekuwa Tha'lab na akaipinga hiyo al-Qasr asiyekuwa Tha'lab kwa maana asiyekuwa Tha'lab yeye amesema ya kwamba lugha ya al-Qasr haipo ameipinga na kuikataa wa ankarahu ghayruhu na akaipinga hiyo al-Qasr asiyekuwa Tha'lab waqala inma jaa maqsuran fi ash-shi'r na akasema hakika si vinginevyo yani waqala ghayru Tha'labin na akasema huyo asiyekuwa Tha'lab sawa hii waqala fa'ili wake ghayru Tha'lab waqala ghayru Tha'labin na akasema asiyekuwa Tha'lab inma jaa maqsuran fi ash-shi'r hakika si vinginevyo imekuja hiyo al-Qasr kwa maana hiyo lugha ya qasrul alifi imekuja hali ya kuwa ni yenye kufupilizwa katika ushairi kwa maana ni maksurun ala shi'r kwa maana hii lugha ya qasrul alifi amin itafaa katika ushairi tu yani fi daruratin shi'riyah amma fi an-nasri katika tunzi zisizokuwa za ushairi nadhani nikisema nasri inaeleweka ni kinyume na ushairi kama hivi hiki kitabu hiki ni nasri sio ushairi hiki ni nasri kwa hiyo katika nasri haifai katika tunzi zisizokuwa za ushairi kwa maana katika maneno yasiyokuwa ya ushairi haifai kulitamka tamko amin kwa kasrul alif kwa maana amin haifai kwa hiyo hivyo ndivyo walivyosema wanavyuoni wengine asiyekuwa Tha'lab intaha yamekomea hapo maneno wan'akasa alqawlu an Tha'lab ala ibn Qurqur wan'akasa alqawlu an Tha'lab an ibn Qurqul na ikakengeuka na kugeuka qaul kutoka kwa Tha'lab kwa ibn Qurqur kwa maana ibn Qurqur nasaba قول ثعلب إلى غير ثعلب نسب قول ثعلب إلى غير ثعلب ونسب قول غير ثعلب إلى ثعلب ومعنى ابن قرقور ameiegemeza kauli ya asiyekuwa Tha'lab kwa Tha'lab na akaiyegemeza kauli ya Tha'lab kwa asiyekuwa Tha'lab akafanya kinyume Tha'lab yeye anasema lugha ya al-Qasr jaiz lugha ya al-Qasr jaiz yani fi an-nasr wa fi madha wa fi ash-shi'r inafaa lakini ibn Qurqur yeye akamnasibishia kauli nyingine Tha'lab akamnasibishia kauli gani angalia akasema faqal akasema ibn Qurqur ankara Tha'labun al-Qasra illa fi ash-shi'r ankara Tha'labun al-Qasra illa fi ash-shi'r ameipinga Tha'lab lugha ya qasrul alif isipokuwa katika ushairi wasahahahu ghayruhu na wakaisahihisha lugha hiyo ya al-Qasri asiyekuwa Tha'lab kwa maana wakasema lugha hii ni sahihi wasahahahu ay wasahaha al-Qasra ghayruhu na wakaisahihisha hiyo lugha ya al-Qasri asiyekuwa Tha'lab kwa maana ibn Qurqur anasema ya kwamba Tha'lab ameipinga lugha hii ya al-Qasr isipokuwa katika ushairi tu amma fi an-nasr la yajuz yani ibn Qurqur anamnasibishia kauli hii Tha'lab na kati Tha'lab hajasema hivyo hapa tunaona kwamba mwenye sahibul ikmal amenukuu ya kwamba Tha'lab yeye ameikubali haka Tha'labun al-Qasra wa ankarahu ghayruhu aliyeipinga lugha hiyo ya al-Qasr ni nani wa ankarahu ghayruhu kwa maana asiyekuwa Tha'lab yeye ndiye aliyeikataa na kuipinga lugha hii ya al-Qasr
na akasema huyu asiyekuwa Tha'lab, kwa maana wanavyuoni wengine asiyekuwa Tha'lab wao wanaona hii lugha ya al-qasru itafaa lakini katika ushairi tu, ama fi nasri la yajuz. Sasa huyu Ibn Qurqur yeye akaiegemeza kauli ya huyu asiyekuwa Tha'lab kwa Tha'lab, akasema ankara Tha'labun al-qasra illa fi ash-shi'r wa sahahahu ghayruhu, na wakaisahihisha lugha hii ya al-qasru asiyekuwa Tha'lab. Kwa hiyo inakasa al-qawlu ala Ibn Qurqur, imegeuka kauli, badala ya kuinasibisha kauli hii kwa asiyekuwa Tha'lab, yeye akainasibisha kwa Tha'lab. Tayib, anaendelea Ibn Hisham anasema wasahahahu ghayruhu, na akaisahihisha hiyo lugha ya nini? Lugha ya al-qasr asiyekuwa Tha'lab. والصواب أن غير ثعلب هو الذي أنكر القصر وثعلب هو الذي صحح القصر. هذا هو الصواب كما alivyonukuu صاحب الإكمال kwamba Tha'lab yeye ndiye ameikubali lugha hii na kuisahihisha lugha hii ya al-qasr, ama asiyekuwa Tha'lab yeye ndiye aliyesema ya kwamba lugha hii ya al-qasr kwa maana amin itafaa lakini katika ushairi, ama fi an-nasr la yajuz. طيب, وقال صاحب التحرير, na amesema huyu mwenye kitabu hichi at-Tahrir naye ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Muhammad ibn al-Fadli at-Taymi al-Asbahani fi sharh Muslim, katika sharh ya Muslim, na maneno kama haya pia ameyanukuu al-Allama al-Imam an-Nawawi katika Tahdhib al-Lugha kama sikosei, ameyanukuu al-Allama Imam an-Nawawi maneno kama haya. طيب, وقال صاحب التحرير في شرح مسلم, na amesema صاحب التحرير katika sharh ya Muslim, yani sahih Muslim, وقد قال جماعة إن القصر لم يجئ عن العرب. وقد قال جماعة إن القصر لم يجئ عن العرب وإن البيت إنما هو فآمين زاد الله ما بيننا بعدا. huyu sahibu at-Tahrir al-Asbahani katika sharhi ya Muslim anasema, na kwa hakika limesema jopo, limesema kundi, innal qasra, ya kwamba lugha hii ya qasrul alifi lam yaji anil arab, haijaja kutoka kwa Waarabu, wa innal baita innama hu, na hakika si vinginevyo, na hakika ya ubeti, na ya kwamba ubeti hakika si vinginevyo nao fa amina zada Allahu ma bainana bu'da, kwa maana ubeti umekuja kwa lugha ile ya pili. Ubeti umekuja kwa lugha ubeti umekuja kwa lugha ya kwanza, ubeti umekuja kwa lugha ya kwanza. Amin. طيب, والرابعة, na lugha ya nne, amin bilmaddi wa tashdid almim, kwa kuvuta na kwa kuitia shadda mim, amin. ruwiya dhalika an al-Hasan wal-Husayn ibn al-Fadl, imepokewa lugha hiyo kutoka kwa al-Hasan na al-Husayn ibn al-Fadl, wa an Ja'far as-Sadiq, wa annahu qala, na ya kwamba huyo al-Hasan au Ja'far as-Sadiq au huyo al-Husayn ibn al-Fadl amesema, ta'wiluhu qasidina nahwak wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Qasidina nahwak, hali ya kuwa ni wenye kukusudia upande wako ewe Allah, wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, na wewe ni mkarimu mno kiasi cha kwamba humfelishi yule mwenye kukusudia. Wa anta akramu, na wewe ni aula, ni mkarimu mno, lakini kula sema anta aula bil ikram, wewe ni mbora katika kufanyiwa ikram, imekuja maana yake pia hivyo. Wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan,
na wewe ni mkarimu mno na unastahili kufanyiwa ikrami ya Allah, lakini sasa wa anta akramu, na wewe ni mkarimu mno, min an tukhayyiba qasidan, kiasi cha kwamba humfelishi yule mwenye kukusudia. Khayyaba yukhayyibu, yani wanasema khayyaba maana yake khayyaba, na hapa nimeandika khayyaba yani haramaka Allahu min maqsidik wa mana Allahu min maqsidik, yani maana yake yale malengo yako Allah ameyazuia. Lakini sasa hapa maana yake ni kwamba wewe unamwambia Allah kwamba Allah, wewe ni mkarimu mno kiasi cha kwamba humfelishi wala humzuii yule mwenye kukusudia wewe kupata fadhila zako, ndio at-takhyib. Na baadhi ya wanavyuoni imepelekea kwamba katika lugha hii ya nne atakayesema amin, wamesema ya kwamba atakayesema amin katika sala, basi sala yake ni batil, sala yake ni batil, liannahu la yunasibu as-sala, kwa sababu ta'wili yake ni hiyo, qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Kwa hiyo ukisema amin kana kama umeongea maneno haya, baadhi ya wanaoviona kasema sala yake mtu itakuwa ni batil, lakini wengine wakasema hapana, kauli ya kusema hivyo haitakuwa ni batil, haitakuwa ni batil, kwamba kusema amin la tubtilu as-sala au la yubtilu as-sala, hadha al-qawl. طيب, على كل هنا استطراد. na masala haya pia wameelezea kina Ibn Hajar katika vitabu vyao kama vile katika Tuhfa wa maida dhalik. Alhasil, hii lugha nne amin, wa annahu qal ta'wiluhu, tafsiri yake, tafsiri ya amin, qasidina nahwak, hali ya kuwa ni wenye kukusudia au ni wenye kukusudia kwako wewe, yani wenye kukusudia upande wako wewe, wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, na wewe ni mkarimu mno kiasi cha kwamba huwezi kumfelisha yule mwenye kukusudia, yani mwenye kukusudia wewe. Nakala dhalika anhum alwahidi fi albasit, amlinukuu hilo kutoka kwao nani? Kutoka kwa Al-Hasan na Al-Husayn ibn al-Fadl na Jaafar as-Sadiq. Al-Wahidi fi al-Basit, huyu Al-Wahidi katika kitabu chake Al-Basit. Waqala sahibu al-Ikmal, na amesema sahibu al-Ikmal, haka ad-Dawudi tashdid al-mim ma'a al-maddi, amesimulia ad-Dawudi au amepokea ad-Dawudi kuitia shadda mim pamoja na madda amin. Waqala sahibu al-Ikmal haka ad-Dawudi tashdid al-mim ma'a al-maddi, amesimulia ad-Dawudi kuitia shadda mim pamoja na kuivuta amin. طيب, وقال من هو الذي قال؟ يعني وقال الداودي na amesema huyo ad-Dawudi, wa hiya lughatun shadha, nayo ni lugha ambayo ni shadh, walam ya'rifha ghayruhu, na wala hakuitambua lugha hiyo isipokuwa yeye ad-Dawudi. Walam ya'rifha ghayruhu, na wala hakuitambua lugha hiyo isipokuwa ad-Dawudi. Intaha, yamekomea hapo maneno ya sahibu al-Ikmal. Qultu, ninasema ankara Tha'lab wal-Jawhari wal-jumhur an yakuna dhalika lughatan, amepinga Tha'lab na al-Jawhari na jumhur an yakuna dhalika lughatan, iwe hiyo ni lugha. وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين, na anasema la na'rif amina illa jam'an bimaana qasidin, na wala hatuijui hiyo amin isipokuwa ni jam'u, kwa maana ni jam'u ya amun,
yani amun maana yake ni qasidun na amin maana yake qasidin. sawa. Amin maana yake ni qasidin au qasidun. kwa hiyo anasema Ibn Hisham, tuanzie hapo maneno ya Ibn Hisham. qultu, ninasema ankara Tha'labun waljauhari waljumhur an yakuna dhalika lughatan, amepinga Tha'lab na aljauhari na jumhurul ulama iwe hiyo amin ni lugha. waqalu la na'rifu amina illa jam'an, na wamesema Tha'lab na aljauhari na jumhur ya kwamba hatuijui hiyo amin isipokuwa ni jam'u, kwa maana ni jam'u ya amun, mufradi yake ni amun bimaana qasidin, kwa maana ya qasidin. kwa kaulihi ta'ala, kama vile kauli yake hali ya kuwa ametukuka Allah, wala amin albayt alharam bimaana wala qasidin albayt alharam. kwa hiyo kwa maana kwa maneno haya ya Ibn Hisham ina maana amin imethibiti kwa lugha tatu. ama lugha hii ya nne kuna ishkal, kuna ikhtilaf, na Ibn Hisham anatuthibitishia kwamba Tha'lab na aljauhari na jumhur wao wamesema hii sio lugha, bali amin ni jam'u ya amun kwa maana qasidin. wa mithalu ma buniya minha ala alkasri ihi, na mfano wa kile ambacho kimejengwa katika asma'u al-af'al juu ya kasra ni ihi, bimaana imdi fi hadithik, endelea katika mazungumzo yako, endelea katika mazungumzo yako. yani mathalan unazungumza na mtu yakawa yale mazungumzo yake yanakuvutia, unamwambia ihi bimaana imdi fi hadithik, endelea, zidisha katika maneno yako, katika masimulizi yako, endelea katika mazungumzo yako. wala taqul bimaana hadith, na wala usiseme hiyo ihi ina maana ya hadith. wala taqul bimaana hadith, na wala usiseme hiyo ihi kwa maana ya hadith. kama yaqulun, kama wanavyosema, lima bayantu laka fi mah, kwa ajili ya yale ambayo au kwa yale ambayo nimebainisha kwako wewe katika mah. kwa maana ihi ni lazim, ihi ni lazim. sasa kama ni lazim, lazima uiletee tafsiri au maana ya kitendo ambacho ni lazim. sasa ukisema maana yake ni hadith maana ni mutaaddi, kama vile tulivyobainisha katika masala ya mah. alisema kule mah ina maana ya inkafif, sio ukfuf. limadha? kwa sababu mah ni lazim. طيب. wa amma qawluhu, na amma qawli yake malenga, ihi ahaditha na'mani wa sakinih, ihi ahaditha na'mani wa sakinih. hapa kuna ishkal. limadha? sasa hivi hapa ametoka kusema ya kwamba ihi haina maana ya hadith. limadha? kwa sababu ihi ni lazim. lakini mbona hapa tunaona ihi ahaditha, kwa maana ahaditha ameifanya kuwa ni maf'ulun bihi, kana kwamba ihi ni mutaaddi. sasa anakujibu Ibn Hisham, anasema falaysa bi'arabiyyin, yani laysa ala qawaid al-lughah al-arabiyyah. ndo maana falaysa bi'arabiyyin, kwa maana ukisema si Kiarabu kivipi sasa? yani makusudio kama nilivyoambiwa na shekhe aliposema falaysa bi'arabiyyin, ay laysa ala qawaid al-lughah al-arabiyyah, haikuwa hiyo ihi katika zile kanuni za lugha ya Kiarabu. kama anavyosema Muhammad Muhiddin, ihi faqad waradat hadhihi al-kalima غير منونة أو غير منونة في هذا البيت وقد اختلف العلماء. طيب. kwa hiyo falaysa bi'arabiyyin haikuwa ni katika zile kanuni za sawa za lugha ya Kiarabu. wa inda al-Asma'i, na mbeza al-allamatu al-Asma'i
annaha la tusta'malu illa munawwanatan, ya kwamba hiyo ihi haitumiwi isipokuwa hali ya kuwa ni yenye kutiwa tanwin, kwa maana ihin wa khalafuhu fi dhalik, na wakamkhalifi katika hilo, wastadallu biqawli dhimma. Hapa kuna faida nitoe ya kwamba neno hili ihi ikiwa utaleta kwa tanwin, maana yake itakuwa hivi: unataka mtu akuhadithie chochote, kwa maana aendelee kuzungumza na wewe chochote. Lakini ukisema hiyo kitia tanwin ihin, yani maana yake tatlubu minhu ay yatahaddatha fi kulli shay'in, katika kila kitu, yani hadithi asiache kitu. Ama ukisema ihi pasina tanwin, maana yake unamwambia aendelee kwenye hayo mazungumzo ambayo mlikuwa mnaongea, sio kila kitu, aendelee kwenye hayo mazungumzo ambayo alikuwa akiongea. Hiyo ndio tofauti ya ihin na ihi. Tayib, sasa nasema wa inda al-Asma'i annaha la tusta'malu illa munawwanatan, na mbeza al-allamatu al-Asma'i ni kwamba hiyo ihi haitumiwi isipokuwa munawwana, isipokuwa ni yenye kutiwa tanwin. Wa khalafuhu fi dhalik, na wameenda na kinyume katika hilo. Wastadallu biqawli dhimma, na wakatoa ushahidi kwa kauli ya dhimma, wakimwambia bwana al-Asma'i imekuja ihi pasina tanwin. Waqafna faqulna ihi an ummi salimin, tulisimama sisi tukasema yani imdhi fi hadithika an ummi salimin, endelea au nizidishie mimi kuhusiana na ummi Salim, yani imdhi kama alivyosema huko, maana yake imdhi fi hadithika an ummi Salimin. Tayib, kwa hiyo imekuja hapo ihi pasina tanwin. Wa kana al-Asma'i, sasa al-Asma'i alipoletewa ushahidi huu, angalia anachokifanya al-Asma'i. Wa kana al-Asma'i yukhati'u dharrimmati fi dhalika wa ghayrihi, na alikuwa al-Asma'i akimtia kwenye makosa dhurrimma katika hilo na sehemu isiyokuwa hiyo, kwa maana al-Asma'i yeye halikuwa hamzingatii dhurrimma kuwa ni hujja, maneno yake hayazingatii kuwa ni hujja katika lugha ya Kiarabu, kwa maana alikuwa akimtia makosa katika maeneo mengi. Moja ya maeneo hayo ni haya tuliyoyataja kuhusiana na ubeti wa ghairihi, na isiyokuwa eneo hili. Wala yahtaju bikalamihi, na wala alikuwa hatolei hujja kupitia maneno yake dhirrimma. Kwa hiyo al-Asma'i alikuwa akimtia makosani adh-dhirrimma, na vile vile alikuwa hatumii maneno yake kama hujja katika lugha ya Kiarabu. Ndio maana akasema la tusta'malu illa munawwana, si kwamba hakuona ubeti huu, bali ameuona, lakini alikuwa akimtia makosa dhirrimma. Tayib, tunaenda kwa mfumo wa nusu saa. Lakini hata hivyo, kwa nini nasimamia hapa? Kwa sababu iko kipengele kinachofuata, kunahitajika maneno ya Muhyiddin Abdul Hamid, na maneno yake ni marefu. Tayib,